Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hapa ulipo sasa hivi, kwa maarufu mimi naitwa Juma Mohamed Mfaume. Ni mwalimu wa masuala ya michezo, timu ya TP Africa. Kwanza najua unatajiwa TP Africa, lazima ufahamu kirefu chake, tuwe pamoja. TP Africa tumeuasisi uwanja toka 73. Tumeendelea kulisi. Sasa mimi mwenyewe namiliki vijana wasiopungua 250, under 20, under 17 mpaka miaka 10. Achana na mashule yanayokuja kufanya mazoezi hapa. Na tayari wameshaweka pale sehemu ya vyoo, wanataka uzungushie huu uwanja kwa ajili ya kuhifadhi vitu vyao kwa miaka 2. Sasa najiuliza kitu kimoja. Serikali kupitia Mama Samia ambaye amesimama na miaka 5 mingineo ya mbeleni, anatoa pesa kwa ajili ya kusapoti michezo, wakati kuna watu kila unayemuuliza anakuambia kwamba nendeni kwa mkurugenzi wa manispaa. Mkurugenzi ndio kashawapa kibali. Naomba twende pamoja mkuu wa mkoa. Samani. Mkurugenzi anatoa kibali. Toka mkurugenzi amefika hapa hajawahi kukanyaga na kuangalia mazingira yaliyokuwepo hapa. Kuna watu wazima. Ukienda wewe Muhimbili unaambiwa nenda kafanye mazoezi. Katika wilaya ya Ubungo, kiwanja kilichokuwepo kiondoa hichi ni Kines. Viwanja viwili, wallahi sijui kitu gani wamewastopisha jana watu. Walitaka kupiga hapa kwamba kwa kuona aibu wewe unakuja. Wamewazuia mpaka kesho waanze kuuzuia huu uwanja. Sasa mheshimiwa, nikuulize kitu kimoja. Sisi tuna vijana wadogo ambao tunawaandaa, ndio na Hassan Kaparata, Madaraka Selemani katoka hapa, nani. Lengo ni kuwazuia hao vijana, kuwapa elimu ambayo hatuna uwezo wa kumpeleka mtoto wetu sisi akacheze Ulaya au akaende international shule. Elimu yetu iliyokuwa nayo, tunamuunga mkono Mama Samia na nguvu ambayo anatushirikisha. Leo uwanja wanapewa wale wa China sijui ambao wamekuja juzi. Na bahati mbaya zaidi, naomba nisikize kwa makini. Ukimpigia simu mwenyekiti, anakuambia mimi sina taarifa. Mtendaji sina taarifa. Juzi hapa kama Watanzania sio wakarimu, tungewatoa baru hao wa China. Sasa mheshimiwa, angalizo letu sisi ni kuona ya kwamba tunaomba uwazuie au waliochezesha hiyo issue, uwanja uendelee na shida hii wakati kesi haijaisha ya Wachina waliokimbia. Uishughulikie kwanza na vijana wetu waendelee na mazoezi. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kama mhandisi wa manispaa, taarifa hapa ninayo kiasi ya namna ili jambo lilivyo. Tuna mkandarasi anayefanya kazi, aliyepata kazi za kutengeneza barabara wa DMDP, ambaye yupo katika maeneo mengi ndani ya kata hii. Kwa hiyo waliwasilisha barua kupitia uongozi wa kata wa kuomba kupangisha eneo kwa maana ya kuweka vifaa vya ujenzi katika kipindi ambacho watakuwa wanajenga barabara za maeneo haya. Na eneo hili kwa mujibu wa taratibu ni moja ya maeneo ya wazi yaliyopo ndani ya halmashauri, na manispaa imekuwa na utaratibu wa kupangisha kwa muda maeneo ambayo yapo ndani ya halmashauri yake kwa kuzingatia mradi mkubwa uliopo na uharaka wa kuweza kufanya kazi. Na eneo katika maeneo ya Sinza, eneo hili kidogo ndio karibu, na ukizingatia barabara nyingine siko hapa tu karibu. Kwa halmashauri baada ya kukagua iliweza kuridhia na walipewa gharama za kukodisha kwa muda, wakalipia, wakapata mkataba, na mkataba huu ni wa miaka 2 kama sitakosea. Hapa nini kinafanyika kabla? Eneo hili kitakachofanyika ni kwa ajili ya eneo la kuhifadhia mitambo kama ofisi ya muda. Yanachouliza, hebu tusikilizane. Mimi ndio mkuu wa mkoa anayeruhusu. Wewe umeshaongea, sasa sikiliza. Wakati mnaongea mimi nilikuwa kimya. Wakati mwingine naongea na nyinyi bakini kimya. Hiyo ndio adabu ya mikutano. Tunaelewana ndugu zangu? Sasa nisikilize. Hapa kabla ya kupangisha, hapa nini huwa kinafanyika? Ni eneo ambalo linatumika kwa ajili ya michezo. Mara kwa mara ni kwa ajili ya michezo. Sasa nisikilizeni. Nachotaka mimi kuuliza ni jambo dogo. Maeneo ya wazi, nafahamu huwa kuna sheria za kuregulate na haya maeneo ya wazi. Yapo maeneo ya wazi nayo yafahamu mimi, yamepangishwa tangu miaka 90 mpaka leo.
na maeneo ya wazi yamebadilika, yamekuwa ni maeneo ya watu binafsi. Sasa kama halmashauri mnataka kupangisha maeneo ya wazi kwenye wale watu wa ardhi, simcreate category nyingine ambayo inaitwa open commercial. Simcreate tu open commercial ili open ya kawaida ifanye kazi. Leo ninyi nikitembea na nyinyi kwa mguu kutoka hapa, nikitembea kwa mguu kwenye maeneo yenu zaidi ya 200, maeneo yote yamepangishwa ambayo mtu wa kawaida hawezi kufanyia kitu chochote. Labda sasa unijibu kwa knowledge unayojua, open space ni kwa ajili ya nani? Kwa wale wangu kama mhandisi ni kwa ajili ya jamii au matumizi ya umma. Sasa kama ni kwa jamii na matumizi, kwa nini anapangishwa mtu mmoja tangu miaka 90 mpaka leo eneo hilo haturuhusiwi kufanyia kitu chochote? Kwa upangishaji. Na inawezekana wanasema haruhusiwi kujenga miundombinu. Ni kweli hajengi miundombinu. Lakini kama anapika chips hapo tutaenda kuchezea mchezo kwenye chips. Haya maeneo ya wazi ndiko miji inakopumulia. Na leo hili eneo tutaanza kukodisha. Baada ya muda nafahamu how corrupt we are. Nafahamu jinsi tunavyopokea rushwa. Mwisho wa siku hili eneo litapigwa. Sasa tunazungumzia, ni kweli tunazungumzia miradi mikubwa. Tunazungumzia mradi mkubwa barabara. Halafu tumesahau miradi mikubwa ya afya kwa vijana ambayo inazungumzia michezo. Tumesahau miradi mikubwa ya miji kupumulia. Haya yote yanahitaji vyuo vikuu. Sasa huu mradi kwa mfano wa hii miradi ambayo inajengwa barabara, wakisikia kule wenzetu ambao pia ni miongoni mwa mapartner katika jambo hili, tutakuwa salama. Unijibu. Ndio mele bwana nimemwambia, wewe ni afisa nani? Hebu shika mic afisa mipango miji. Afisa mipango miji, nani ana taarifa kuhusu maeneo ya wazi? Afisa mipango miji anatakiwa awe nayo. Kwa niaba unatakiwa uwe nayo. Ndio mkuu. Ni maeneo yepi, ni maeneo mangapi ya wazi yako wazi? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa taarifa nilizonazo, nimehamia Ubungo sina muda mrefu sana, lakini kwa taarifa nilizozipitia kuna maeneo ya wazi ambayo yana wapangaji na kuna mengine maeneo ya wazi yapo wazi. Mimi ndicho ninachokuja kusema. Kwa nini kusiwe kuna maeneo ya wazi kategoria ya kwanza? Kategoria ya pili iwe ni open commercial. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sheria mipango miji, Mheshimiwa Mwenyekiti na mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, eneo la wazi linatakiwa liwe wazi kwa ajili ya huduma za jamii. Pawekwe paving pale, pawekwe mabenchi, watu wakae waburudike kwa ajili ya kuondoa stress. Hakuruhusiwi kuchanganya eneo la wazi na shughuli za biashara. Kwenye mipango miji kuna maeneo yanatengwa kwa ajili ya shughuli za biashara na eneo la wazi linakuwa ni wazi tu kama ilivyo hapa. Sasa kwa nini sisi maeneo yetu yamepangishwa? Mheshimiwa Mwenyekiti, inafikia wakati mwingine halmashauri inayatumia maeneo kama vyanzo vya mapato, inapelekea kuyapangisha ili wapate mapato na wanasahau lile jukumu lake msingi ambalo ni kulitunza kwa ajili ya huduma za jamii. Kwa sababu hata hapa najua upangishaji wa hapo umekwenda kwa square mita moja si chini ya 15,000 plus. Nafahamu sio chini ya milioni 29 na laki 9. Nafahamu. Sasa wewe umenijibu hivi vizuri. Mkakae tena upya. Zilindwe interest zote za wa vijana. Sasa hivi iangalie Dar es Salaam ilivyo. Kila kona kumejaa. Maeneo ya wazi yaliyokuwepo yameshapigwa na wahuni yote. Na maeneo mengine ya wazi tulionayo yamepangishwa yote. Mimi nina sheria hapa ya maeneo ya inayoregulate maeneo yenu haya ambayo mnatumia nyinyi kule juu. Na sheria hapa, Mheshimiwa DC. Na sheria hapa ya GN 88. Control and management vitu gani nayo hapa. Sasa mnasema kwamba eneo hili halitakiwi kujengwa miundombinu ya kudumu kwa kuwa ni la wazi. Lakini kutoka mwaka 2005 limepangishwa. 2010 limepangishwa. 2015 limepangishwa. 2020 limepangishwa. Sasa hilo eneo ni la nani? Ni open au ni la mtu mwingine? Ni kweli halijajengwa miundombinu ya kudumu, lakini haturuhusiwi.
Kwa na hili nalo tunatakiwa tena kwa miaka miwili haturuhusiwi. Tunapenda miradi ya barabara, lakini eneo letu pia tunalitaka. Isiani fair haraka kufikiria eneo ambalo nalo linanyang'anyanwa na watu. Mimi nilitarajia eneo kama hili, mkurugenzi, mlifence vizuri, muweke vizuri viwanja hapa vizuri, muweke pale kakofi kidogo, kachai, watu wanakunywa, mambo yanakwenda. Kila mmoja akitoka huko na stress, akifika hapa anapunga upepo, anaondoka zake. Haya, hili nadhani mkuu wa wilaya tutalipatia majibu sahihi. Lazima turudi tukanoe vichwa vizuri kwamba kile tulichokitarajia kimeleta makelele.